Namaste, mimi ni Daktari Shiva Singh Shekhawat, mshauri mwandamizi na daktari wa magonjwa ya wanawake na uzazi katika hospitali ya wanawake ya Apollo Chennai. Tuongee kuhusu perimenopause na mbinu za kudhibiti hali hii leo. Kwa hiyo, perimenopause ni kipindi cha mpito kinachotokea kabla ya kukoma hedhi na kinaweza kudumu kwa mwaka mmoja hadi miwili au hata miaka 5 hadi 7 kwa wanawake mbalimbali. Watu wengine wanaweza kuhisi mabadiliko makubwa ya hisia kutokana na mabadiliko ya homoni. Kunaweza kuwa na miwako ya joto inayokuja na kuondoka. Pia, wanawake wanaweza kupata maambukizi ya njia ya mkojo. Kunaweza pia kuwa na matatizo ya homoni yanayoambatana, matatizo mapya ya tezi ya shingo na ongezeko la uzito ambalo ni jambo linalowasumbua watu wengi wakati huu. Sehemu kubwa ya matatizo haya inaweza kudhibitiwa kwa kubadilisha mtindo wa maisha kuwa bora. Kwa hiyo, ninaposema kubadilisha mtindo wa maisha, jambo la kwanza kabisa ni lishe. Kwa hiyo, kula chakula chenye virutubisho, kilicho na uwiano mzuri na chenye afya ni muhimu, na hata muhimu zaidi ni kuepuka kula baadhi ya vyakula kama vile vyakula vilivyosindikwa, au vyakula vyenye mafuta mengi, vyenye pilipili nyingi, au vyakula vyenye vihifadhi vingi. Hivyo tunashauriwa kujumuisha chakula kilichopikwa upya kwa wingi, mboga na matunda mengi kwenye mlo wetu. Kwa hiyo ningeshauri kula matunda, angalau tunda moja zima kwa siku, ambalo linaweza kuwa la hapa na la msimu. Unaweza pia kujumuisha mbegu na karanga nyingi, ambazo zitakupa asidi muhimu za mafuta pamoja na fitoestrojeni. Nafaka zisizokobolewa na kunde pia ni vyanzo vizuri vya fitoestrojeni na husaidia. Pia kupunguza sukari na kupunguza kiasi cha chumvi ni muhimu. Jambo muhimu sana ni muda wa kula. Kwa hiyo tafadhali kula chakula chako kwa wakati, hasa chakula cha jioni. Kama utapata chakula cha jioni mapema, ni jambo la ajabu sana. Kula chakula cha jioni usiku sana ndicho chanzo kikubwa cha matatizo, niamini. Jambo la pili ambalo ningependa kila mtu alizingatie ni shughuli za mwili, upande wa mazoezi. Kuwa na utaratibu wa kufanya shughuli za mwili kila siku ni jambo moja muhimu sana. Na pili, kujumuisha aina fulani ya mazoezi katika ratiba yako ya kila siku. Kwa hiyo mazoezi yanaweza kujumuisha mazoezi ya moyo, cardio, sehemu ya kunyoosha na kuboresha ufanisi wa mwili kama vile yoga na pilates, na pia mazoezi ya nguvu. Kuinua uzito mdogo kwenye gym kunasaidia sana, hasa wakati wa perimenopause na menopause. Kunasaidia kudumisha misuli yako na pia kusaidia kudumisha wingi wa madini kwenye mifupa yako. Na sehemu ya tatu ni kufuata ratiba nzuri, kulala kwa wakati, kujipa masaa 6 hadi 8 ya usingizi mzuri usiku, na sio tu kulala usingizi wa mchana. Pamoja na haya, kama tutaweza kujumuisha mbinu za kudhibiti, yaani mikakati ya kupunguza hatari ya msongo wa mawazo kutoka kwenye lishe yetu na maisha yetu, basi hiyo itakuwa vizuri sana. Msongo wa mawazo siku hizi uko kila mahali, lakini unaweza kudhibitiwa kwa kujipa muda wa kupumzika, kupanga muda wako vizuri, na labda kufanya yoga kidogo au kutafakari. Hiyo inafanya kazi kweli. Kwa hiyo, kila unapojisikia kuna mabadiliko kwenye hisia zako, afya yako, unajisikia chini, kuchoka au unahisi hauko sawa, huo ndio wakati wa kuangalia ratiba yako, lishe yako na mazoezi yako. Na kama haya yote hayasaidii, pamoja na usingizi wako, basi nenda kwa daktari wako wa wanawake au mtoa huduma wa afya na uombe msaada. Asante.